nafikiri tuliongea mara ya kwanza, nilikwambia kwamba kuna makocha ambao walikuwa wanahitajika na klabu, na nilikwambia palikuwa pana mwalimu Siveni ambaye alikuwa klabu ya Yanga inaonyesha nia ya kuweza kuzungumza naye, na kwa wamezungumza wakawa wamefika kwenye hatua ya kuzungumzia maslahi binafsi, lakini baadaye ikaja kuonekana kocha ambao alikuwa wamemtamani kwa muda mrefu, Haradin Madu, ambaye ni kocha ambaye alikuwa kwa Algeria, ambaye kwa kipindi hiki yuko kula Nasa nchini Libya, na yeye pia alikuwa anamhitaji. Tukumbuka huyu mwalimu ambaye Yanga hii itakuwa ni attempt ya 3. Alikuwa ni mwalimu ambaye itakuwa tokea mara ya kwanza, lakini mpaka tokea mpishano wa mahitaji, wakati ambao klabu inamhitaji na alikuwa na changamoto zake. Kwa hiyo wakashindwa kuingia katika makubaliano ya kuja, ingawaje kila kitu alikuwa ameshazungumza huko nyuma. Kwa hiyo baada tena kuonekana kuna uhitaji wa mwalimu, Yanga wamerudi tena na wamezungumza naye, na mpaka tunapozungumza ndio kocha ambaye yupo kwenye nafasi kubwa ya kupewa timu kama hata kwenda kutokea mabadiliko mengine, ndio yuko mbele ya makocha wote ambao wameweza kuapply au kuweza kufanywa usahili wa kuja kwenye klabu ya Yanga. Kwa definitely pengine huyu anaweza kaja kuwa mwalimu mpya, ingawaje mambo unayafahamu. Muda wote mambo yanaweza kaenda yakabadilika, muda ni mwingi sana. Tunazungumzia leo tuko June, lakini ligi inakwenda kuanza mwezi wa 8 huko, lakini bado ligi inaendelea. Kwa hiyo mpaka sasa hivi huyu mwalimu Haradin ndio ambaye anapewa nafasi kubwa akiwa na umri wa miaka 49. Ni kocha sahihi kwa Young Africans kwa jinsi ambavyo ulivyomtazama? Nafikiri ambacho management ya Yanga inachokiangalia, kuna sehemu nilizungumza ile, ni kwamba ukiangalia, unajua soka la Afrika kwa sehemu kubwa sana sasa hivi limekuwa likitawaliwa na timu hizi kutoka kaskazini. Kivenifu uwezo wao kwa sababu umeshuka, lakini utaangalia finali ya kombe la shirikisho timu zote zilikuwa zimetoka kaskazini. Unawazungumzia USM Alger, unazungumzia Zamalek. Finali ya kombe la klabu bingwa timu moja imetoka kaskazini, unazungumzia FAR Rabat, nyingine imetoka katika ukanda wetu. Kwa utagundua kwamba hizi timu kutoka kaskazini zimedominate. Lakini pia miongoni mwa changamoto ambazo timu nyingi za Tanzania hasa Yanga inakutana nayo ni inapokutana na timu kutoka Afrika kaskazini, inakuwa ni changamoto kidogo. Simba wanajitahidi kuweza kudili nazo kwa ufasaha na kuweza kuondoa, lakini Yanga amekuwa na changamoto hata katika msimu ambao alikuwa amepangwa katika kundi ambao alikuwa na timu zote kutoka kaskazini, hakufanikiwa kushinda mchezo wowote wa ugenini, lakini pia alishinda tu michezo miwili ya nyumbani na moja akatoka sare kwa maana mechi dhidi ya Ahly. Kwa hiyo wanatamani kuona kwamba pengine wakipata mwalimu ambaye kutoka katika ule ukanda inaweza ikawa ni sababu ya kuweza kuwasaidia namna gani ambavyo wanaweza wakapata matokeo kutoka kwenye timu zenye ule ukanda, kwa sababu kimsingi ndio inakuwa ni kikwazo kikubwa kwa klabu ya Yanga kuweza kusonga katika michuano mbalimbali barani Afrika. Kwa hiyo naamini kwamba moja ya factor ni kutamani kupata ladha au aina ya uchezaji ambao unafanana au kushabiana na timu kutoka kaskazini. Moja ya sababu ambayo imesemekana Yanga kutoshindwa kumchukua kwa msimu uliopita ni kocha kuhitaji kuja na benchi lake lote la ufundi. Safari hii hili halipo. Alikuwa hilo. Issue ilikuwa ni kwamba kipindi ambacho Yanga walikuwa wanamhitaji kwa agent, yeye aliomba apewe muda wa ziada kama wa wiki 2 ili aweze kumalizana na matatizo yake ya kifamilia ambayo alikuwa yanamkabili. Sasa Yanga walikuwa kwenye uhitaji wa haraka zaidi. Kwa hiyo ikawa ni moja ya factor ambayo ikafanya waweze kuterminate deal, kwa sababu ilikuwa ni kusubiria 2 weeks mbele. Yanga walikuwa ni kwenye wakati mgumu pia. Lakini kiwalisia kwa sasa mazungumzo yamefikia katika hatua nzuri kabisa ya kujiunga na Young Africans. Mpaka sasa hivi kwa sehemu kubwa mazungumzo yamekaa vizuri. Na ni kocha ambaye ndiye amesalia kwenye mazungumzo au kuna wengine pia wanazungumza? Nimekwambia wako walimu wengi, lakini hao ndio wapo katika high profile. Yeye na mwalimu Siveni. Yeye ndio option ya kwanza ilikuwa ni yeye, ya pili mwalimu Siveni. Lakini option ya kwanza ni huyu. Yeye Haradin. Ambaye kwa sasa yuko Libya. Yuko Libya Nasa. Lakini ni timu zenye fedha kule itakuwa rahisi kumwachia. Pana bado hapajatulia kutokana na kuwa na matatizo mengi ya machafuko, kwa watu wengi wana opt kutoka sambamba pengine pana utulivu wa kufanyia kazi. Unajua changamoto ambazo Libya nakutana nazo ilikuwa ni sehemu ambayo bado sio favorite kwa watu wengi kufanya kazi. Aziziki dili lake liko pale pale la kurudi Yanga. Mpaka tunaongea hivi maana yake bado dili liko pale pale, ingawaje linaweza likatokea au lisitokee, itategemeana na siku zinazokuja hizi. Kuna watu wameingilia kati. Sio kwa maana ya watu, kwa maana ya klabu kama klabu yenyewe imekuwa kuendelea kuwa na kufanya tathmini ya kina na kuweza kuona umuhimu wa kurudi au kutokurudi. Kwa hiyo bado kuna vitu vinaendelea, lakini kimsingi
yote yatakwenda kufahamika baada ya wiki mbili kutoka sasa. Wewe unavyoona Aziz Ki anatosha kurudi Yanga? Sasa itategemeana na unaangalia katika mtazamo gani. Mimi kama ukiniambia mtazamo wa kuendelea kufanya ile nasema ni business as usual, arudi Yanga. Lakini kama ni mtazamo wa kutaka timu ikue, ifikie mafanikio ya kweli ambayo kimsingi katika timu zetu siyaoni, inakuwa sio dili sahihi sana. Nikushukuru sana kiongozi. Asante. Usisahau kusubscribe kwenye YouTube Mwandike Digital.